Naam, ahlan wa sahlan wa marhaba mpendwa popote ulipo, na kukaribisha kwenye channel yako ipendayo ya X Imam, katika kundi hili ama kwenye kundi hili la Hizbul Masih, the gospel of Jesus to the Muslims. Lakini kama ilivyo ada na utaratibu na heshima ya Mwenyezi Mungu aliye hai, hebu tupate ombi ndipo tuingie katika fundisho la siku ya leo. Mfalme wa falme, utupendaye kwa unyenyekevu na tubu dhambi na makosa, napoanza fundisho hili sehemu ya 11 katika historia ya Muhammad ibn Abdullah, nikizungumzia kwamba ile ndoto ya Danieli aliyoitafsiria mfalme na lile jiwe Danieli alipolielezea, basi Waislamu wao wanaamini kwamba ni Muhammad. Basi mfalme, mimi naomba nitumie kama chombo tu, nisamehe dhambi na makosa. Mtazamaji, uko mikononi mwako, ni katika Yesu nimeomba, amen. Mtoto wa Mungu aliye hai, kwa imani, hata kama kwamba mimi wengi wenu marafiki zangu sijawahi kutana nyinyi, sijawahi kuwaona kwa uso ana kwa ana, lakini na hakika kwamba siku moja tutakutana. Lakini kama tutakutana hapa ulimwenguni, naomba sana tukutane kwenye maandalizi makuu aliyokwenda kutuandalia Yesu Kristo ali hai. Na huenda Mungu akipenda tutakuja kukutana ulimwengu huu, kwa sababu Mungu akipenda na mpango pengine kuanza kutembea kidogo next month, mwezi ujao. Mungu akinijalia afya na pumzi, ingawa ni mwezi wa pilika sana, lakini naweza kavuka kidogo nikaenda Tanzania kwa siku 2-3 ama wiki moja vile, angalau nikutane na wapendwa 2-3. Sijui nitashukia mji gani, lakini Mungu atanionyesha kwa uwezo wa Mungu aliye hai. Fundisho la siku ya leo, fundisho ama mwendelezo wa siku ya leo, maisha ya Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, sehemu ya 11. Linahusu fundisho, yani linahusu kwamba ile ndoto inayopatikana katika kitabu cha Danieli sura ya 2, ambayo waganga walikosa wajuzi waganga walishindwa kuitafsiri inavyostahili, wakatangaziwa kuuawa. Mtu wa Mungu Danieli akaja akaipa tafsiri safi, na katika kuipa tafsiri safi hiyo ni Danieli 2. Kwa wale wanaojua, wanaoshughulika na kufundisha unabii, wanakijua sana kitabu hiki. Sasa pana jiwe lile ambalo Danieli aliona. Jiwe hilo hebu niangalie. Naomba nipate hiyo point, kisha wewe unayesema ni chapter 2. Ikiwa wewe waamini kwamba lile jiwe ambalo lilipewa tafsiri, sijui itakuwa bora zaidi nipasome moja, nipasome ili uelewe. Sura ya 2 Danieli, aya yake ya 33 pale na 2, nianzie pale. Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi, kifua chake ni mikono yake ni ya fedha. Nianzie hapo. Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi, kifua chake na mikono yake ni ya fedha, tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba, miguu yake na chuma na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo. Nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono,
nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo, likaivunja vipande vipande. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande pamoja, vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa hari. Upepo ukavipeperusha hata pasionekane mahali pake, na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa mlima mkubwa, likaijaza dunia yote. Lile jiwe ambalo lilikuja likabonda ile sanamu, katika historia hii tunaendelea nayo sehemu ya 11, Waislamu wanaamini katika mafundisho ya vitabu vyao kwamba ni Muhammad. Yaani lile jiwe lile ni Muhammad. Sijui hapo wale wanaosoma unabii, watumishi wa Mungu, mtaniambiaje? Mimi nasoma ya Kiislamu. Lakini kwanza kama ilivyo ada, acha ninukuu aya 2-3, maana tunataka tukuingia pale kwenye utabiri. Yaani sasa Muhammad anatumwa, anapewa ufunuo akiwa wapi, lakini kama sijafika huko, nasema kuna vipengele lazima nivipenyeze ambavyo pengine tunavijua lakini tumeghafilika kiasi. Kwa hivyo jiwe hilo hebu tuliangalie, lakini kwanza tusome Qur'ani, zile baadhi ya aya za Qur'ani ambazo wanazitumia kuthibitisha kwamba Muhammad alitabiriwa katika Qur'ani, yaani katika Biblia ama katika Torati, Zaburi na Injili. Naomba tufuatane vizuri. Baadhi ya aya nasema ni Qur'ani sura ya 3 aya yake ya 81. Nakumbukeni alipochukua Mwenyezi Mungu ahadi kwa manabii, akawaambia, nikishakupeni kitabu na hekima, kisha akakujieni mtume msadikishaji wa yale yaliyo pamoja nanyi, ni juu yenu kumwamini na kumsaidia. Akasema Mwenyezi Mungu, je, mmekiri na mmekubali kushika agizo langu juu ya hayo? Wakasema tumekubali. Akasema basi shuhudieni, na mimi ni pamoja nanyi katika mashahidi. Faris anaitafsiri aya hivi: hapo zamani kabla ya kuja Nabii Muhammad, wakiweko mitume 2-3 wakiwa moja nchi moja au nchi mbalimbali, kama Nabii Ibrahimu, Nabii Lut, Nabii Ismail, Nabii Isaka, Nabii Musa na Nabii Harun na Nabii Yahya na Nabii Isa. Na kama hawa basi walipewa ahadi watiane nguvu, wasipingane, wakahusudiana. Basi namna hivi ndivyo wanavyoambiwa wanavyoni. Nafikiri sitakwenda huko, maana sasa ashaanza mambo yake. Pale alikuwa mfano kwamba manabii walikuwa wanakuja wanatiana nguvu, kama ulivyosikia kwamba wasipingane. Kwa lugha nyingine, kwamba nabii hata kama atakuwa sehemu nyingine, hao wanatoa aya kuthibitisha unabii wa Muhammad kwamba katabiriwa. Maana Mungu alichukua ahadi kwao kwamba nabii atakapokuja Muhammad wamsaidie. Kwa Wayahudi walichukua ahadi kwa Mwenyezi Mungu. Lakini ukiangalia sasa, tuigeuze aya hiyo hiyo bila kuipa tafsiri zaidi kuliko hiyo ya kwao. Faris anasema manabii walikuwepo wengine katika wakati moja katika wengine katika sehemu moja, wengine nchi mbalimbali, lakini wote walikuwa wanafanya kwa lugha nzuri, wanakubaliana, hawapingani. Sasa tukitaka kujua nabii ambaye anapingana na hao watangulizi, ina maana huyo si nabii. Asante. Aya nyingine ambayo nitasoma haraka ni aya, usisahau lile jiwe ni Muhammad. Ni Qur'ani sura ya 7 aya yake ya 157. alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiy alladhina yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrat wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Ambao wanamfuata mtume nabii aliye ummi, asiyejua kusoma wala kuandika, na juu ya hivi atafundisha mafundisho haya ya ajabu ya Uislamu. Na ni kweli
Hapo mimi nakubali Muhammad kafundisha mafundisho ya ajabu. Hii aya nzuri hii. Ni nzuri. Ni kweli kabisa. Muhammad kafundisha mafundisho ya ajabu ya Uislamu. Hapo kipengele hicho Faris walifanya vizuri. Atafundisha mafundisho haya ya ajabu ya Uislamu ambayo wanamuona ameandika kwao katika Taurati na Injili, ambaye anawaamrisha mema na anawakataza yaliyo mabaya na kuwahalalishia vizuri na kuwaharamishia vibaya. Haya kipengele walichokusudia hapa kuthibitisha utume wa Muhammad katabiriwa ni katika Injili na Taurati. Ukiwaambia jamani, Taurati ndio hii, wanakuambia ni Biblia. Sawa, ndani hii Biblia imekusanya hivyo vitabu mnavyotaja. Tuonyesheni basi, wewe achana na cover, maana cover inakusumbua. Tuonyesheni mlibadilisha lini, Mungu na mtume wanajua. Hayo ndio majibu. Nafikiri nisome aya 2 3, acha nisome nyingine. Tumalizie hapo. Aya ya Qur'ani sura ya 48 aya yake 48 aya yake 29. 48 aya yake 29. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na walio pamoja naye ni wenye nyoyo thabiti. Ashidda'u, yeye ametafsiri thabiti. Tutakuja kuitafsiri wakati wake vizuri. Ndio inaweza kama thabit, lakini kuna zaidi ya hapo. Wale pamoja naye ni wenye nyoyo thabit mbele ya makafiri na wenye kuhurumiana wao kwa wao. Utawaona wakitafuta wafadhili za Mwenyezi Mungu na radhi yake. Alama zao zi katika nyuso zao kwa athari ya kusujudu katika nyuso. Huu ndio mfano katika kusujudu. Huu ndio mfano wao katika Torati. Katika Torati na mfano wao katika Injili. Yaani maana yake kwamba Muhammad na wenzake wanapatikana katika Injili, mfano wao ni katika Injili na katika katika nini, Torati na Injili. Aya wanazozitumia kwamba Muhammad katabiriwa katika vitabu vyetu sisi. Nimalizia na Qur'ani sura ya 61 ambayo wanapenda sana kuisoma mama wasipoisoma hata yule aliyesilimu juzi unasikia kisha wengine wanaisoma. Unasikia wa idh qala lahu ya Isa. Lakini wewe Mkristo ukisoma kwa bahati mbaya ukasoma kwa kuteleza bani lakini yule anasoma wa idh qala lahu ya Isa, ni mtaafika na siji idh qala na ibn Maryam ya bani Israil. Na wakfu yani cha kweli hakikosolewi. Okay. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Tafsiri. Na wakumbushe aliposema Nabii Isa bin Maryam kuambia Mayahudi, enye wana wa Israeli, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nisadikishaye yaliyokuwa kabla yangu katika Torati na kutoa habari njema ya mtume atakayejia nyuma yangu ambaye jina lake litakuwa Ahmad Muhammad. Na maana ya majina mawili yote haya ni moja, maana yake mwenye kushukuriwa kwa maneno yake mazuri na vitendo vyake vizuri na kila chake, kwani vyake vyote ni vizuri. Farisa kuongeza sana kweli, yani kila cha Muhammad ni kizuri. Kusudio langu katika aya hizo ndizo wanazotumia, baadhi ya aya wanazotumia kuthibitia kwamba Muhammad katabiriwa. Ukizisoma hizo aya vizuri, ukiziangalia kwa makini vizuri, hazina utabiri wote wa Muhammad ndani ya Biblia. Zimepenyezwa. Sasa baada ya kuzinukuu hizo aya, Wakristo wapendwa katika jina safi kabisa la Yesu Kristo, mie kila siku nasema pana kazi.
na kazi si ya kupigana ngumi, kazi si ya matusi, kazi si ya kejeli kama wanavyotukejeli sisi. Kazi ni kuvisoma vya kwao ambavyo hata wao wasomi wanaojidai kuwa ni wasomi wanahofia kuvisoma. Sasa mimi naomba leo ondoe yale mazoea ulionayo kwamba lile jiwe ni Yesu. Maana Biblia imeweka wazi. Sasa sikiliza, bado ninakwenda na kitabu hiki Al-Bidaya wa Nihaya, ama Al-Bidaya wa Nihaya, ndio ninacho juzu ya pili. Na kabla sijaendelea kwamba napo kitaja kitabu hiki kiandike vizuri, Al-Bidaya wa Nihaya cha Ibn Kathir juzu ya pili. Nitaanzia kwenye ukurasa nimeanzia kwenye ukurasa wa juzu ya pili, ukurasa wa 263. Nitakwenda mpaka ukurasa takwenda mpaka kwenye ukurasa, wacha niangalie hapa ukurasa gani. Takwenda mpaka takriban ukurasa mrefu kidogo, ukurasa wa 280. Si kwamba nitasoma ukurasa bali ukurasa. Point nitakazotoa nitatoa katika hizo kurasa ambazo nimezitaja. Maana yake kwamba kuna maneno na yasoma humo ndani uwezo ukayapata kwenye Bukhari, wala kwenye Muslim, wala kwenye Abu Daud, wala kwenye Tirmidhi, wala unayapata humo ndani. Ndio kwa sababu ni vizuri kujua katika ukurasa nimetaja ukurasa gani, na kama ni hadithi hiyo nitakuelekeza mahali inapopatikana. Nafikiri tumekubaliana. Sasa tuende pamoja katika mkorando wa kwanza. Hadithi hii ambayo naanza nayo kabla sijakwenda kwa Danieli utaipata katika Imamu Ahmad, kitabu cha Imamu Ahmad, hadithi nambari 20,073 hadithi nambari hiyo. Anasema حدثنا عبد الرحمن حدثنا منصور بن سعد عن بن ميسر عن عبد الله ابن شقيق عن ميرة الفجر قال قلت nilisema حدثنا hiyo nasema tumehadithiwa ya Rasulullah. Huyo bwana alimuuliza ewe, narudia, hadathana Abdurrahman ametuhadithia. Hadathana Mansur akawahadithia Buni Saadi an Budayl bin Maysar an Abdullah bin Shaqiq an Maysar al-Fajr qala, huyo Maysar al-Fajr qala qultu, anasema huyo Maysar, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, mata kunta nabiyya, wewe unabii wako ulianza lini kuwa nabii? Sahaba huyu anamuuliza nabii, mata kunta nabiyya, ulianza lini kuwa nabii? Anasema qala, akajibu mtume, wa adam baina ruhi wal jasad, mimi nilianza kuwa nabii wakati Adam baina ruhi wal jasad, ni akiwa katikati ya mwili na roho. Nini maana yake? Kwamba kilichomchelewesha Muhammad kuwa nabii ni ile kwamba Adam kashatengenezwa, kaumbwa lile, yaani sema ile udongo wake ushaumbwa. Sasa wakati tu Adamu anapuliziwa punzi na Mwenyezi Mungu, ile punzi ya uhai, hapo ile punzi ikaanza kupulizwa, hapo ikaanza kupulizwa, basi Muhammad ni nabii. Umenielewa? Yaani hapo
Kiwiliwili cha Adam kinapulizwa pumzi katika puani kama vile alivyosema. Pale pale kinapulizwa Mwenyezi Mungu, hapo na Muhammad anaanza kuwa nabii. Nafikiri ameeleweka vizuri. Acha nikutafutie hadithi nyingine. Zipo, yani Muhammad ukisoma hiki kitabu na hadithi ambazo sipendi kuzirudia maana wazijua. Katabiriwa mpaka na waganga, katabiriwa mpaka na majini, katabiriwa mpaka na wachawi, katabiriwa mpaka, ingawa kwa lugha ya hapa Kenya ukisema mganga, wasiojua lugha basi wanajua mganga ni yule mchawi. Lakini kule Tanzania wakati mwingine unasikia mtu anasema na umetoka kumwona mganga. Wakati mwingi anakusudia ule mganga mkuu, maana yake ule daktari anayesimamia ile hospitali ama anayetibu. Lakini ya mazoea hapa kwa bahati mbaya wewe acha niwache hiyo lugha. Sasa ametabiriwa na watu wengi, wachawi, ni sampuli mbalimbali. Sasa hebu twende hapa kwa hadithi nyingine. Hadithi ya rawahu al-Hakim, Imam al-Hakim. Imam al-Hakim katika hadithi 1400, hadithi inayosoma ya pili, hadithi ya 1428 inasema hivi: Adamu alipoingia kwenye makosa, alipomkosea Mwenyezi Mungu, kisa mnakijua katika, lakini ndani ya Qur'ani vile Adamu alivyokosa na ndani ya Biblia vile alivyokosa, utapata kwamba vinakwenda hivi kwa hata vishikane vizuri, vinakwenda hivi chwa na uelewa. Kwa hivyo utavumiliana. Anasema alipomkosea Mwenyezi Mungu Adamu, qala ya Rabbi, akasema Mola wangu, as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafarta li, na kuomba kwa haki ya Muhammad unisamehe. Muhammad yani Adam alipofanya makosa akaona hakuna njia ya kusamehewa, alimuomba samahani, alimuomba Allah amsamehe kwa haki ya Muhammad. Faqala Allah akashtuka, akasema Allah, Mwenyezi Mungu akasema ya Adam, maana neno ya ni mshtuko, ni herufi ya kuita mtu. We Adam, kaifa arafta Muhammadan, umemjuaje Muhammad? walam akhlaqahu ba'du, na bado sijamuumba. Akhlaqahu ba'du sijamuumba. Faqala ya Rabbi, Adam akasema ndio bwana, hujamuumba. Ya Rabbi, li annaka, lakini hakika wewe Mwenyezi Mungu, najua wewe Mwenyezi Mungu, hakika wewe Mwenyezi Mungu, lamma khalaqtani biyadik, uliponiumba kwa mkono wako, wa nafakhta fi min ruhika, ukanipulizia roho yako ndani yangu. Rafa'atu ra'si, nilinyanyua kichwa changu. Fara'aitu ala qawa'im al-'arsh maktuban, uliponimaliza kuniumba. Mjadala huu baina ya Adam na Mungu, maana Adam akasema as'aluka bihaqqi Muhammad, nimekuomba kwa haki ya Muhammad. Allah akasema ya Adam, vipi mimi sijamuumba huyu? Kaambia uliponiumba ukanipulizia roho yako ndani yangu, mimi niliponyanyua kichwa changu hivi niliona kwenye arushi yako ile qawaim al-arshi. Anasema qawaim al-arshi, fara'aitu ala qawaim al-arshi maktuban, niliona imeandikwa hiyo qawaim al-arshi, imeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ilikuwa imeandikwa kwenye kiti cha Mwenyezi Mungu Allah kulikuwa imeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, palikuwa pameandikwa maneno hayo. Fa'alimtu, nkajua, annaka, hakika wewe, lam tadhaf ila ismuka illa ahabba li khalik ilika, wewe huwezi kabisa, huwezi yani kwa lugha nzuri, jina lako haliwezi likambatana, jina lako haliwezi likawa pamoja,
Jina lako haliwezi likabwagiwa sehemu na lolote na jina la mtu yote isipokuwa yule ambaye hakika ni miongoni mwa viumbe unavyopenda. Unampenda, ni kiumbe unachokipenda. Faqala Allah akasema sadaqta ya Adam, sadaqta ya Adam. Umesema kweli wewe Adam. Innahu la ahabba ilayya, hakika huyo Muhammad ni kipenzi, nampenda sana. Nampenda sana. Wa idh qad sa'altani bihaqqihi, basi wa idh qad sa'altani bihaqqihi faghafartu laka, basi vile umeniomba kwa haki yake, basi mimi basi kwa haki ya Muhammad nishakusamehe. Walaula Muhammadin, na kama angekuwa Muhammadin so hii kama Mkristo upo wafuatilia somo hili, ndipo unaona matusi yanakuwa mengi kwa Ismail, kwa sababu kuna Waislamu hivi samahani, sitamtumia hiyo lugha kujisifia. Kuna vitu Waislamu hivi hawavijui, na kama wanavijua wanavisoma kwa njia fulani. Sasa sikiliza, Allah anaweza kusema walaula Muhammadan ma khalaqtaka, kama angekuwa si Muhammad singekuumba. Ndio naona watu wa barazani wale wa maulidi mara nyingine wanachukua hiyo vitu. Anasema nafikiri hadithi samani, sisi nafikiri hadithi malisikia. Sasa hebu piga hesabu vile Muhammad anavyopachikwa sehemu ambazo hata kiakili wacha kiroho. Wakati mwingine pia kutumia akili, kama akili bila roho kila siku nasema, lakini basi hivyo tu, maana roho hamna, tumieni akili. Yani Adam aliumbwa kwa ajili ya Muhammad. Okay. Twende kwa Danieli. Nimalizie somo hili. Narudia kusema, hii ni sehemu ya 11, maisha ya Nabii Muhammad ibn Abdullah. Danieli ndani ya Biblia. Katika sura ya pili, naomba nirudie unikamate vizuri. Sura ya pili Danieli. Ukianzia aya kwanza, nidondoe kidogo ndio niingia hapo uone sasa ukarabati unaofanyika na watu kupinga Biblia hadharani. Torati imefanywa kwa uongo. Ni kweli mmeifanya nyie. Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na wakalidayo wapate kumwelezea mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme, nimetaka kudokeza tusiweze kusoma yote, maana tayari ushelewa point. Ameota ndoto kafadhaika. Danieli anampa tafsiri, hakuna ujanja hapo. Wewe nani? Wakaja wale wakamwambia bwana mkubwa, ndio sisi bwana wataalamu, ramli tunajua kuipiga, shamsu, kamari, zohara, twaridi, sijui nini. Hizo tunazijua sana. Sijui mushtara, mereh, tunazijua sana hizo. Lakini hii ndoto hii tukipiga kamari no, zohari no, atwaridi no. Maana hivyo vitu viko katika kitabu kinaitwa As-Sa'atul Khamar. Wakati tunafanya kazi ya ushenzi zamani kabla tujamjua Yesu Kristo, kwa tunavitumia vitu kama hivi. Akapiga wanaambia mfalme no. Yaani sikiliza Danieli kabla sijafika kwenye point. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na wakalidayo wapate kumweleza. Vikundi hivyo, kila kikundi kinajaminia kwamba mimi ndio najua. Huyu anamdharau huyu anajua ndio zaidi. Jamani shaota. Walipofika ambia sana tatizo bwana. Tukusikie kidogo tutakwambia. Kaambia siwaambii. Yaani nitawaambiaje ishanitoka. Kaambia mfalme. Wakajaribu kupiga huo chonde amna. Chonde amna. Amna. Kaambia bwana. Tugusie, kaambia basi.
Mie wenye kuota sikumbuki, nye hamjui, basi hamna tatizo. Nye watoto wenu nini kwa watu, hamna tatizo. Habari ikamfikia kijana wa Kiyahudi safi aliyeshika amri na sheria na makatazo ya Mungu, akapata habari. Biblia neno zuri tu. Biblia neno zuri tu. Nasoma sasa katika ukurasa wa 280. Sikiliza hadithi zilizopo. Hadithi hii inatoka kwa nani? Naanzia hapa Anasema faqala lisajjan. Nianzia hapa Nianzia katika ukurasa wa 279. Anasema waqad dhakarahu ibn Ishaqa ibn Bashar fi kitab al-Mubtadi'. Ukisoma hicho kitabu ninachokitaja kinaitwa kitabu al-Mubtadi'. Kitabu hiki al-Mubtadi' cha nani? Cha Ishaqa ibn Bashar. Kinaitwa ibn Ishaqa ibn Bashar. Kitabu gani? Kitabu al-Mubtadi'. عن سعيد بن بشير عن قتادة عن كعب الأخبار وروي غيره عن وهب منبه. Sikiliza, unakumbuka Wahb Munabbih huyu? Wanasema mfalme raa fil manami ru'ya azima, aliona ndoto kubwa katika usingizi wake. Halatahu fajama alikahnatu, kama tulivyotangulia wanamkunuku kidogo kufanafana, akawaita, akafadhaika, akawaita wale makuhani, yani wachawi nini, wasaalahum arru'yahu tilka, akawauliza jamani habari ya ndoto hii. Faqalu, wakasema la yaqusaha limanku hatta takhbiruhu bita'wiliha, wakasema tutakusimulia ndoto lakini mpaka tupe kidokezo. Faqala inni nasituha, akaambia sasa nitawapaje habari na nimeshasahau, nyewe mnanichezea. Wa in lam takhbiruni biha ila 3 ayami, lakini kama hamtanipa habari kuhusu ndoto kwa siku 3, hamna habari nitakuweni yote. Fadhahabu khaifina, wakogodoka wakiwa na stressi, kuwa siku ya kwanza hamna, wakapiga hamna, ya pili hamna, ya tatu basi wanasubiri kufa. Kisa hadithi inasema fasami'a bidhalika Daniel akasikia habari hiyo, wa huwa fi sajnihi. Sijui mwandishi alikusudia nini, ukisema akiwa katika jela ama katika kifungo ama alikusudia ngome, lakini kulingana na mwandishi hapa ni kama alikuwa sehemu moja ya kifungo fulani. Faqala li sajjan idhhabu ilayhi faqul lahu inna hauna rajul indahu ilmu ru'yak. Habari wajua nimekwambia haende vile, wanaikatakata kupenyeza vitu vyao. Habari Daniel akapata habari, akawaambia wale walinzi wa jela ama wale wasimamizi wa mfalme kwamba bwana nende mkambia Danieli, mkamwambia kwamba kuna mtu atakupa tafsiri na taawili ya ndoto hii. Wakenda wakamuita Danieli. Alipofika, bila hata kumwambia muelezee mwanzo hadi mwisho, sikiliza hadithi hii. Anasema Daniel alipofika akamwambia wapia, akamwambia ra'aita sanaman adhima, uliona sanamu kubwa, rijlahu fil a'la fil ardi wa ra'suhu fis samaa, uliona sanamu kubwa, miguu yake iko ardhini na kichwa chake kiko mbinguni, kinafika mbinguni. Alahu min dhahabi, kama nilivyoeleza, dhahabu katikati hapo, kichwa chake dhahabu, wafta katikati yake fedha, wa asfalahu, na chini yake min nuhasu, wasaqahu min hadidi, na katika miguu yake ile nani yake kuna chuma, wa rijlahu min fakhari, na nyayo zake ni udongo chuma. Yani hapa maelezo hamna, utashangaa unasoma nini, hamna maelezo. Yani wanajaribu
kupinga kule. Lakini point yangu naitaka ni hii hapa. Anasema mfalme alipomuelezea fawaqa ala qamatu ra'su hatta fawaqa ala qamat ra'su hatta ta'anahu wa ikhtalat dhahabahu wa faddahu wa nahasuhu wa hajariduhu wa fakharu hatta takhayyalu laka annahu law ijtama al-insu wal jinni ala ayamizu. Mpaka sasa namwambia lile jiwe, ulipoona ile ndoto ukafadhaika ukadini, jiwe likatokea likaipinga ile sanamu, likatawanyika. My point ni yapi? Inakuja hivi, hata mala ala ardhi kullaha, mpaka lile jiwe ile ndani yake ekenea ile jiwe ekenea ardhi yote, inchi yote, la tara illa lihajr was-sama. Faqalahu huya kama mfano bi khatan swara, anamwambia sadaqta hadhihi ru'ya allati ra'aytaha, yani Danieli, umenisimulia, niliona ndoto hiyo, vigezo hivyo vilivyosema ni kabisa exactly vile umesema, ndivyo nilivyoota. Yani jiwe hivyo umeeleza, hivyo nilivyoota. Anaenda kusema wa amma li hajara alladhi, lakini lejiwe ama lejiwe lona qadhafa bihi la sanamu, lovunja ile sanamu ile. Anasema fadinu yaqdhifu Allah bihi hadhihi al-umam fi akhir az-zamani fayadhhuru alayha ni dini ambazo zile jiwe ambalo lilipiga likatawanya, lipiga sanamu ikatawanyika, ikawa vipande, ikayeyuka, ikawa kama jivu vumbi. Hizo ni dini zitakazuka katika mataifa mbalimbali. Pale ni falme, hapa dini zitakazuka katika mataifa mbalimbali. Mwisho wa dunia, fayadhhuru alaiha fayab'athu Allahu an-nabiyya. Sasa hapo hizo dini zikishadhihirika, hizo falme zikishadhihirika, basi fab'atha Allahu nabiyya Umayya. Mungu hapo Allah atamtuma nabii aliye ummi minal arabi, kutoka kwa Arabu, fayadukhu bihi al-umami wa adyan, na yeye ataweza kuzishinda kwa lugha nzuri, kuzimaliza zile falme na dini. Kama ra'aita al-hajaru, kama ulivyoona jiwe, duha asnafu lisanam, likiponda ile sanamu. Wayadhhuru alayhi al-adyan, dini nyingi zitadhihirika, wali umamu na mataifa mengi, yani falme nyingi. Kama ra'aita al-hajari dhahara al-ardi kullaha fayamhasu Allahu bihi al-haqqi wa yazhaqa bihi al-batil wa yahdi bihi ahla ad-dhalalati wa yu'allim bihi al-amin wa yuqawwi bihi dhu'afatan wa yu'azzu bihi al-adhilla. Sasa Muhammadi ndilo lejiwe, dini zitadhihirika, falme zitakuwepo. Atakapokuja Muhammadi atazimaliza zile dini, zile falme atazimaliza. Sasa Mungu atongoza watu, wanyonga atawapa nguvu, waliopotea atawarudisha na atawafundisha watu. Kwa hivyo lile jiwe ambalo likuja kupiga sanamu likaisambaratisha, kwa mujibu wa kitabu hiki, si Yesu Kristo wala si jiwe asilia, ni Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib. Nimefunga chapter, ni kitabu cha kweli. Siji kama nimekwenda haraka ukakosa kunielewa ama umenielewa. Danieli ni unabii. Baadhi ya Wakristo hawapendi kusoma unabii, lakini sasa wachana, baadhi ya Wakristo hata kama hawapendi kusoma, hawana tashwishi nao, wana hakika kwamba ulitimia na utatimia, ukiunganisha na kitabu cha Ufunuo. Leo ukiona Waislamu hawataki kusikia tafsiri ya kitabu cha Danieli kwamba ni Yesu, kumbuka kwamba wanajua watakaposikia tafsiri ya kwamba ni Yesu ndio jiwe kuu, itakuja kusaga nini moja kwa moja
watakuwa wanampinga Muhammad wao. Maana kwa imani yao Muhammad ndiye jiwe. Muhammad ndiye jiwe, sio Yesu ama mwingine. Sasa ukiangalia tafsiri hizi, mapinduzi hayo ya vitabu vya Kiislamu kupinga Biblia hadharani ili kumtabiri Muhammad, kumpenyeza Muhammad katika utabiri, uone kuna hatari kubwa sana. Je, una hakika hawa maulama wa Kiislamu watakubali watu wasome Biblia? Ndipo wanasema Biblia ilichafuliwa. Maana wakiruhusu watu kuisoma, watawauliza, hayo maneno mnayotuambia kwamba Muhammad ni jiwe, mbona hapa si hivyo? Watu wataona kweli. Sasa jamani, msisome. Na wakisoma wanasoma yale ambayo yanapendezeni kwenda kuchafua zaidi. Sasa nafikiri kufikia hapo, nadhani umeelewa kwa hizo point kama 2-3. Point ya kwanza, zile aya za Qur'an. Point ya pili, Muhammad alikuwa nabii tu kati ya mwili na roho ya Adamu ikiingia ndani ya kiwili chake. La tatu, Adamu aliomba msamaha kwa haki ya Muhammad. 4, ndoto ya Danieli na lile jiwe ni Muhammad. Hivyo ndivyo watu wamezoea. Ndipo unapokuja na ufafanuzi unaokubalika kiusomi, wewe unatangaziwa majina mazuri mazuri, unatukanwa. Lakini ukweli utasema, ukweli utabaki, na watu wa Mungu watasema ukweli. Asante sana kwa kuchukua muda wako kunitazama na kunisikiza. Lakini naomba udhaifu wangu usikufanye usielewe kila ambacho nakusudia kuelewa. Ni historia ya Muhammad. Na kama hoja subscribe kwa channel hii, na kuomba kwa unyenyekevu kwa jina la Yesu Kristo ufanye hivyo kwa kupenda tu, bila kulazimisha. Share na wenzako, tujifundishe pamoja. Hata ukiona mambo wanalalamika huko ndani, ina maana wanachungulia, na imani chanzo chake ni kusikia. Na sisi lengo letu tuwahubirie injili afike kwa kila kiumbe. Mungu akubariki popote ulipo. Na usahau kusimama na kazi ya Mungu, ili wakati mwingi niweze kutoa mikanda bila kuchoka. Maana yake kwamba Mungu akinipa pumzi, mafundisho yako mengi ya kufundisha, wakati mwingine ni bando na kosa. Kwa hivyo popote ulipo unaweza kusema, mtumishi wa Mungu, endeleza kazi ya Bwana. Wako wetu wanafanya hivyo. Mimi sina kazi nyingine. No. Kazi yangu ni kuhubiri, ni kufundisha jina la Yesu aliye hai. Hiyo ndio nimechagua, na hivyo ndio mwito wangu. Na vile vile usahau kuna vitabu ambavyo nimeandika, na hivyo vitabu ndivyo vinasaidia kuweza kiuza, ndipo naweza kufanya kazi ya Mungu na kuwa nyepesi, kwa sababu si vizuri watu wa Mungu wakati wote kuonekana tunaitisha. Paulo mwenyewe alikuwa na kazi zake akifanya na anahubiri. Kwa hivyo unaponunua kitabu kimoja, umesapoti pakubwa kazi ya Mungu, na pia utapata elimu kiasi cha kile kilichomo ndani. Hebu tuweze kuomba. Uishie mahala pa juu patakatifu. Nasema ni asante mfalme wa wafalme kwa kunipa pumzi nikatoa mkanda huu. Naomba Jehova usiyeshindwa, mwenye nguvu, unipa amani, uniondolee dhiki, wasiwasi. Wote ambao wanafuatilia channel hii, naomba wasinitazame mimi, wasinione mimi, bali wakuone wewe. Kuna wale wenye hasira, gusa roho zao zione katika hasira. Kuna wale ambao wanasimama na mimi, Baba wabariki kwa njia mbalimbali. Asante, ninapokutana wakati mwingine, jina lako litukuzwe. Katika Yesu Kristo nimeomba. Amen. Tukutane Mungu akipenda.